Mitandaoni kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinaendelea ama ambavyo vina trend na kuonekana vinaleta vitu fulani hivi. Na kwa wewe ambaye nifuatilia mitandao ya kijamii, bila shaka utakuwa umeelewa kile ambacho tunazungumza hapa ni kuhusiana na Uncle T pamoja na mchungaji IPM. Tunafahamu IPM ni mchungaji ambaye amekuwa akitoa mahubiri, lakini ndani ya mahubiri hayo kuna vitu ambavyo anavizungumza ikiwa ni vitu vya kijamii zaidi. Sasa katika mazungumzo yanasemekana eti wakati akizungumza kuna mambo ambayo alikuwa akimzungumzia Uncle T. Tunamfahamu Uncle T ni influencer, lakini pia ni mfanyabiashara, socialite, na amekuwa akionekana kuwa karibu na baadhi ya watu maarufu, lakini pia vitu vingi ambavyo anavifanya vinaonekana mtandaoni. Sasa kupitia Snapchat story yake, Uncle T aliposti vijembe ambavyo vilimlenga moja kwa moja mchungaji IPM, kidogo kuwa kuna jambo ambalo linaendelea kati yao. Moja kati ya vitu ambavyo aliviposti Uncle T kwenye ukurasa wake wa Snapchat, aliandika ni kama unataka show nitaje, toka uanze kunifuatilia, sijui unapata wapi ama unapata saa ngapi muda wa kusoma neno la Mungu, na kuumiza kichwa sana sababu wewe kwenye umri wangu haukuwa na aina ya maisha yangu, kwa hiyo nakuelewa hasira zako zatokea wapi. Akuishia hapo, vitu vingine vingi ambavyo aliviandika, na alisema hata hapo ulipo pia kuna vingi na kukarisha, yani unatakiwa ujifunze, usiumie baba mtumishi, mimi ni kijana mdogo sana na kama ujui nina nyota kali mno, ndio maana nakupa stress kila upande. Hakuendelea kuishia hapo tu, lakini pia akaandika, jamani najua nawapa sana stress, ila tatizo sio mimi, tatizo ni ninyi na mida yenu. Mimi nimetumia muda wangu smooth kabisa, ndio maana nina cheo cha boss nikiwa mdogo, stapeli watu, nafanya kazi na zinaonekana, yani niko lele, najua unatamani. Hayo ni maneno ambayo baadhi aliweza kuposti Uncle T kwenye ukurasa wake Snapchat, na ikisemekana kwamba dongo hili linamlenga Prophet IPM ambaye amekuwa akizungumza vitu vingi vingine vikimlenga Uncle T. Kwa upande wako, maoni yako ni yapi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kati ya Uncle T na mchungaji IPM? Je, kulikuwa kuna sababu Uncle T kuweza kujibu mashambulizi ama sababu ni gani? Drop comment yako hapo chini, komentisha sana, lakini kubwa zaidi subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata update zetu zote. Mimi hapa ni Sami Baby, Tinik Samba, bye wakati huo.